Mzee wa data, bila shaka uko salama kabisa, na hapa natamani tumzungumzie mnyama Simba. Mechi ya mwisho ameshinda goli 5-0 dhidi ya Ken Gold kule Tabora. Sasa hapa ni kumfahamu kidogo performance ya Simba ya msimu huu 2024-25 tofauti na msimu wa 2023 na 24 kwa namna wao wamecheza, matokeo yake, aina ya ufungaji na mengine yote ambayo pengine unayafahamu kuhusu Simba. Najua ya kimichezo yako mengi, lakini angalau hata viwili vitatu tu, sio mengi, najua na mambo mengi sana. Kwa hiyo ni limit kidogo hawa Mzee wa data, angalau katika yale matatu ambayo nataka mawili uniambie Mzee wa data. Swali lako lote, maelezo yako yote. Ndio. Bila shaka unataka kujua Simba ya Fadlu Davids. Kwa sababu ndio mabadiliko makubwa ndani ya Simba kwenye benchi la ufundi. Lakini bila shaka unataka kujua Simba ambayo ili overhaul kikosi, ili fanya mabadiliko makubwa kwenye kikosi chake, ikiwa na wachezaji wapya around 15 au zaidi ya hao, kulinganisha na msimu uliopita. Kwa ujumla wake nini inafanya? Hilo liko wazi. Na hapo pia nikumbuka vizuri, kama sikosei utanikumbusha, msimu uliopita hadi kufikia mechi kama hizi tayari kama vile Yanga alikuwa ashatangazwa kuwa bingwa, ama sio kama Yanga alishatangazwa kuwa bingwa. Yanga alishakuwa bingwa. Simple. Unajua kwa sababu gani? Msimu uliopita, labda ndo tuanzie hapo. Simba mpaka mechi 30 zinakamilika za mizunguko yote ya ligi kuu Tanzania bara, walimaliza na pointi 69. Yanga walimaliza na pointi 80. Tofauti yao pointi 11. Kwa hiyo unapozungumza kufikia mechi ya 28, maana yake hapa mechi zimebaki ngapi? 2. 2 ni pointi 6. Sasa pointi 6 katika 11, maana yake tayari kulikuwa na pointi 5 zaidi. Naam, unaelewa. Kwa hiyo kwa lugha nyingine ni kwamba Simba imeimprove sana katika kila eneo. Kwenye performance ya jumla ya timu, ufanisi wa timu, kwenye small details, mabao ya kufunga, mabao ya kuruhusu, aina ya uchezaji, yote naweza kusema Simba chini ya Fadlu Davids, Simba ambayo management ya Simba, uongozi ulimuunga mkono Fadlu Davids kwa kumletea wachezaji ambao wanaonekana wameleta kitu cha ziada kwenye ufanisi kwenye kikosi kulinganisha na msimu uliopita. Ni mambo ambayo huwezi kaacha kuisifu Simba, huwezi kaacha kumsifu kocha Fadlu Davids. Hapo hatugusi kimataifa ambako Simba for the first time, kwa mara ya kwanza wamefika finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Hapo kabla michuano hii tangu ianzishwe, Simba hawakuwahi kufika finali. Najua wengine wanachanganya na kombe la CAF. Kombe la CAF Simba walifika finali mwaka 1993. Ni wakati ambao CAF ilikuwa na ligi wanaita klabu bingwa barani Afrika, siku hizi haitwi klabu bingwa, inaitwa ligi ya mabingwa. Walikuwa na kombe la washindi, halafu wakaanzisha kombe la CAF mwaka 1992, ambao Simba mwaka unaofuata 93 walifika finali. Simba yenye nyota wengi wakiwemo kina George Magere Masatu, wakiwa na Idi Selemani Salum Mbwaduke Kibode AK Minyigu brother, lakini wakiwa na kina Malota Soma ball juggler, kocha Abdalla Kibaren King Mputa na nyota wengine wengi, Edward Chumila Edoboy na wengineo wengi. Lakini tangu kuanzishwa kwa michuano hii mwaka 2003, baada ya kuuawa kwa michuano ya kombe la kafu, kombe la washindi, Simba hii ndo mara ya kwanza wanafika finali. Simba ambayo baada ya uwekezaji mkubwa uliofanywa na rais wa heshima Mo Dewji, kuanzia mwaka msimu wa 2018-19 Simba imekuwa ikipambana kwenye michuano ya CAF, mara zote inaishia robo finali. Ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho. 18-19 robo ligi ya mabingwa, 20-21 robo ligi ya mabingwa, 21-22 robo kombe la shirikisho, 22-23 robo ligi ya mabingwa, 23-24 robo ligi ya mabingwa. Baadhi ya watani zao wakaanza kuwaita mwaka robo kwa sababu wanaishia robo. Naam. Lakini safari hii wamepiga hatua zaidi wakiwa chini ya Fadlu Davids na wachezaji wengi wapya. Simba leo hii imefika finali ambayo walicheza dhidi ya RS Berkane, walionyesha kiwango kizuri hasa katika mechi ya pili. Mechi ya kwanza walifungwa 2-2 kule Morocco. Mechi ya pili wakatoka 1-1 katika mechi ambayo ilizua maneno mengi kwa mwamuzi Dahane Beida wa Mauritania. Simba wakapoteza 3-1, lakini ni Simba iliyo improve sana. Sasa kwenye ligi kuu msimu uliopita, Chris, tumezungumzia kuhusu points. Simba walimaliza na pointi 69. Wakajikuta wanamaliza nafasi ya 3 kwa sababu Azam walimaliza nafasi ya pili wakiwa na pointi kama za Simba, lakini Azam walifunga mabao mengi kuliko Simba. Simba walimaliza ligi wamefunga mabao 59, Azam wamemaliza ligi wakiwa wamefunga mabao 63, ambao mwisho wa siku alikuja kuathiri kwenye goal difference. Simba msimu uliopita waliruhusu mabao 25. Unaweza kaona kufunga mabao 59 wameruhusu 25. Walifunga machache wakaruhusu mabao mengi, wakapata pointi chache, wakamaliza watatu. Mabingwa Yanga wakiwa na pointi 80, tofauti ya bingwa na wao ni pointi 11.
Bingwa amemaliza na mabao 71, Simba mabao 59. Unaweza kaona ni kwamba ni maeneo mengi ambayo Simba hawakuwa vizuri msimu uliopita. Sasa chini ya Fadlu Davis, kumbuka bado mechi mbili. Simba imecheza dakika 2520, mechi 28. Kwenye points, Simba na pointi 75 ambazo zimeshazidi pointi 6 za pointi zote walizokusanya msimu uliopita baada ya mechi 30. Kwa hiyo unaweza kaona hapo ni improvement, kuongezeka ubora kwa kiasi gani kwenye points. Lakini kwenye mabao Simba hapa tunapozungumza ni mabao 68. Msimu uliopita ilimaliza imefunga mabao 59. Kwa lugha nyingine, msimu huu Simba inafunga zaidi mabao kwa sababu mabao mangapi? 68 kutoka mabao 59. Tofauti ni mabao 9. Mabao 9 yameongezeka na bado ina mechi mbili mkononi. Hivi sasa Simba inafunga bao kila baada ya dakika 37. Msimu uliopita ilikuwa inafunga bao kila baada ya dakika 45 na sekunde 48. 47 48. Unaona sasa ile MPG, minutes per goals, imeimarika kwamba Simba hii inafunga mabao mapema zaidi kulinganisha na msimu uliopita kwa around dakika 10. Imepunguza kwa sababu ukitumia dakika chache manake una safu nzuri ya ushambuliaji. Hilo moja. Lakini kwenye kuzuia, Simba msimu uliopita iliruhusu mabao 25 katika mechi 30. Mechi 30 ni dakika 2700. Kuruhusu mabao 25 manake Simba ilikuwa inaruhusu bao kwa wastani kila baada ya dakika 108. Leo hii Simba mechi 28 dakika 2520 imeruhusu mabao 11. Kwa hiyo inaruhusu bao kwa wastani kila baada ya dakika 229. Imepunguza muda wa wapinzani kufunga mabao kwa dakika kutoka dakika 108 Chris mpaka dakika 229. Sio, unaelewa vizuri? Yaani hata ukizidisha mara 2 utapata dakika 216. Yaani 108 mara 2. Kwa hiyo ni ufanisi wa zaidi ya 100% katika kuzuia. Simba hapa tunapozungumza imezidiwa pointi moja tu na bingwa. Bingwa mtetezi. Yanga na pointi 76, Simba na pointi 75. Ndio timu pekee inaweza kuichallenge Yanga katika kutoa ubingwa. Na endapo kila mmoja atashinda mechi zake, yani mechi moja iliyobaki kabla mechi ya mwisho tutakayokutana, yani Simba dhidi ya Kagera Sugar ambayo ishateremka daraja, alafu Yanga naye ashinde, wakikutana Juni 25 ni finali. Ingawa ni ligi kuu, lakini hiyo mechi ya mwisho itakuwa kama finali kwa sababu Simba atatakiwa kushinda ili atoe ubingwa. Yanga atatakiwa apate sare yote ili atoe ubingwa kwa masharti kwamba kila mmoja ashinde mechi inayowakabili ya Juni 22. Yanga dhidi ya Dodoma Jiji, Simba dhidi ya Kagera Sugar. Kwa hiyo unaweza kaona namna gani Simba imeimarika. Kwa nini Simba wanafunga mabao mengi kuliko msimu uliopita? Kwa nini wako imara kwenye kuzuia kuliko msimu uliopita? Kwa nini wanapata ushindi wa kutosha kuwafanya waachwe na pointi moja tu na anayeongoza ligi mpaka sasa zikiwa zimebaki mechi mbili? Kuna sababu kadhaa. Mojawapo, uwezi ukaacha kutaja ubora wa mchezaji mmoja. Simba imeimarika sana. Golini kuna Musa Kamara mpya, 2 na 3 wazoefu wana kiwango bora sana. Na maanisha Kapombe, Shabalala ambao wana wasaidizi wazuri pia. Zungumzia kwa mfano Valentino Nauma. Katikati kuna mabeki wapya wakati. Hapa nazungumzia Shamu Karabu pamoja na Abdulrazak Hamza walikuja kuungana na alikopo msimu uliopita Shemalon Fondo. Katikati kwenye viungo Fabrice Luamba Ngoma alikuwa tangu msimu uliopita. Amekuwa kwenye kiwango bora, yupo na Yusuf Kagoma ambaye ni ingizo jipya. Katika viungo watatu ushambuliaji, unamkuta Kibu alikuwa msimu uliopita, yupo kwenye kiwango bora. Lakini wawili wengine ambao huanza mara kwa mara, Jashaua MVP ligi kuu Ivory Coast, ni miongoni mwa wachezaji walioongezwa na management ya Simba kuifanya Simba iwe imara zaidi. Amekuwa kwenye kiwango bora sana, anaongoza kwenye mabao ligi kuu, mabao 16, ana assist 9, kachangia mabao 25. Kushoto kuna ingizo katika mzunguko wa pili wa ligi kuu kwenye usajili wakati wa dirisha dogo. Eli Mpanzu Kibisawala. Wanamuita Volcano. Ni balaa kwa wapinzani eneo la kushoto kwa Simba katika kushambulia, eneo la kulia kwa wapinzani katika kuzuia. Washambuliaji vinara pale wote ni ingizo jipya. Inamaanisha wanaanza mara kwa mara. Lionel Ateba Mbida mpya katoka katika ligi kuu ya Libya, sio? Lakini kuna Steven Dese Mukwala mpya katika msimu huu, na maanisha katoka katika ligi kuu ya Ghana. Lakini kuna Valentino Mashaka ambaye na pia hupata nafasi mara moja kucheza, ni mpya katoka Geita Gold. Kwa hiyo kwenye washambuliaji vinara pale wote wapya. Kwa hiyo wachezaji wale walikuja kuongeza nguvu mpya. Ni usajili sahihi wafanya Simba wapige hatua kiasi hiki katika msimu ambao matarajio yalikuwa ni kwamba wanajenga kikosi. Haikutazamiwa kwamba wao wana challenge ubingwa, hakutarajiwa kwamba wafike finali, rekodi ambayo hakuwa wameiweza kuifikia hata pale walipokuwa na wachezaji kina Cletus Chota Chama, Chris Kope Mushimba Jose Louis Mixon, Hassan Dilunga, Medi Kagere, Pasco Wawa,
Bwalia kama unakumbuka, kote huko walikuwa wanaishia robo, lakini ni pamoja na ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho. Msimu huu kikosi kina wachezaji wengi wapya, kimefika finali, lakini kwenye ligi kuu wana challenge nafasi ya ubingwa katika msimu huu. Kwa hiyo wachezaji huwezi kuacha kusifu, na hususan management katika kufanya usajili. Lakini unakuja kwa Fadu Davids, mfumo wake, namna ya kucheza na anavyotumia wachezaji wake, kwamba mfumo wake ni baada ya golikipa ni 4-2-3-1, na baada unajua kocha mpya, wachezaji wengi wapya walikuwa kambi kule Misri, wamecheza mechi kadhaa, mwisho wa siku amekuwa na kikosi ambacho wewe Chris ukiamshwa hapa na mtu utaje kikosi cha Simba, kama utapatia kwa 100%, basi utakosa 80% kwa usahihi, kwa sababu tayari mwalimu ameshapata kikosi chake walau cha kumalizia msimu huu. Bila shaka kwa msimu ujao atakuwa na uwezo wa kuzibia weaknesses, udhaifu ambao atakuwa ameuona katika msimu huu, na kubaki na ule ubora ambao ameuona msimu huu. Yani kwa lugha nyingine, tayari ana kikosi stable. Anapofanya mabadiliko ya kimbinu, basi ni kwa ajili ya kuhakikisha anapata kile anachopanga katika mechi husika. Fadu Davids, Simba mfumo wake mama ni baada ya golikipa ni wali viungo wale ukabaji, viungo 3 ushambuliaji, mshambuliaji kinara mmoja, lakini huwa ananyumbulika. Baadhi ya mechi ashinde kucheza 3-5-2, yani walinzi wakati watatu, kuna kuwa na viungo 5 na washambuliaji wawili. Hao viungo 5 kwa maana anawabadilisha wale mabeki, fullbacks kushoto na kulia wanakuwa wingbacks, na alifanya hivyo kwa mfano katika mechi ya 21 dhidi ya Singida Black Stars. Alianza na 4-2-3-1, baadaye alikuja kumuingiza Abdurazak Hamza, kukawa na Abdurazak Hamza, Shemalon Fondo pamoja na Shamu Karabu kama mabeki watatu, halafu akawa na mabeki wa pembeni waliokuwa wingback. Wakati mwingine anatumia 4-4-2 akiwa na mbele Mkwala pamoja na Ateba wote wanakuepo. Wakati mwingine anatumia 4-3-3 baada ya golikipa. Ananyumbulika, lakini mfumo mama ni baada ya golikipa ni 4-2-3-1. Fadu Davids falsafa yake baki na mpira, wasuffocate, watese wapinzani kwa kuhakikisha wanabaki na mpira wakiwa wanaongoza 1-0 baadhi ya mechi. Hiyo ni khalas, tunasema bas ndio imeisha hiyo, kwa sababu sio kwamba wanapaki basi, wanauficha mpira wewe hupati. Kwa hiyo uwezo wa kuadhuru unaukosa kwa sababu watakusafisha bwege. Yani Fadu Davids hashindwi kama mbinu moja wapo kuhakikisha anaficha mpira wewe usiupate, akusuffocate, akuchoshe. Pasi zitaanzia kwa Kamara ambaye ni mzuri sana katika kucheza mpira kwa miguu. Atacheza kwa mabeki wake Shemalon Fondo, Abdurazak Hamza, Shamu Karabu, itakwenda kwa Kapombe au kwa Shabalala. Kapombe mechi nyingine anacheza kama namba 9, namba 10, kwa sababu akipanda haongezi mapana ya uwanja bali anaingia ndani, tunasema underlapping. Wakati mwingine anakuwa yeye ndio mbele, ndio maana amechangia mikwaju ya penalty 5 kati ya penalty walizo mabao 12 waliofunga Simba kwa penalty. Yeye na umekosa penalty moja, yeye ni miongoni mwa waliozalisha penalty nyingi ndani ya Simba, ingawa ni beki mbili unaweza kaona, na amefunga mabao takriban 3, penalty 5. Ni kwa sababu ya Fadu Davids na mbinu zake. Lakini utapigwa mpira kushoto kulia, utakwenda mbele, wakiona kuna mshonano mkubwa wa wapinzani, wakati wakiwa wanaongoza, wanataka chao muhimu, wanataka pointi 3, basi mpira unaweza kurudi tena nyuma kwa Kamara ukaanzishwa tena. Ndio maana wakati mwingine zinatokea ajali. Kwa mfano mechi dhidi ya Fountain Gate ile 1-1, Ladak Chasambi ilikuwa ndio ile kwamba mpira ukaanzishwe tena, uwe restarted. Mfumo wa Simba kwa sababu wako tayari waanzie mpira nyuma, lakini hawako tayari kuriski mpira wao uje upate wewe kwa pasi za kubahatisha. Kwa hiyo Fadu Davids amekuwa anafanya ball cycling, unazungushwa mpira, inakula muda, lakini vile vile inakula nishati yenu nyinyi wapinzani katika kusafa, kutafuta. Unajua kufukuza kivuli ampati mpira unachoka. Kushoto kulia nyuma mbele, mkichoka wanatengeneza nafasi nyingine unawafunga. Kama mnajifanya bado mko imara mfunguki, basi wanabaki na mpira alimradi wawe tayari wanacho anachokitaka. Labda wanaongoza 1-0, 2-1, matokeo yake wapinzani wanakuwa wanachoka. Wakati mwingine Simba anafunga mabao mwishoni, ile ambayo pasi kwa Kabombe wa Azam anakuambia jioni, ni kwa sababu ya aina ya uchezaji wao ambao wanaficha sana mpira. Lakini la pili, kuzalishwa penalti nyingi, kwa sababu mpira unakuwa nao muda mwingi unakuwa katika nusu ya pili ya uwanja kwa mpinzani, wapinzani wanakuwa wengi, likely kuna uwezekano wa kufanya late tackle ambazo zinasababisha mikojo ya penalti. Lakini pia kuna kuwa frustrated, unachoka kwa sababu unaweza ukawa na timamu kimwili lakini ukachoka kiakili kwa sababu mpira wa mwili na unyinyi. Kwa hiyo ukajikuta unacheza foul ambazo zinasababishia mikojo ya penalty. Wakati mwingine wapinzani wanaweza wasicheze foul hatarishi, lakini
refa naye anakuwa tayari anachotwa na namna Simba wanavyocheza mpira muda wote wao ndo wanatafuta, wanakutafuta na kutafuta. Matokeo yake marefa nao wakati mwingine wanajikuta wanachemsha. Kuna factors nyingi, lakini kiufupi ni Fadlu Davis amefanya Simba inamiliki zaidi mpira. Kuna maeneo yana changamoto zake ambazo huenda kama akiendelea na hiki ambacho amekianza msimu huu, kwa msimu ujao anaweza kufanya marekebisho makubwa, Simba ikazidi kuwa kali pengine kuliko msimu huu ambao hata hivyo bado haujahitimishwa. Tunasubiri kuona Simba hii ya Fadlu Davis ikizidi kuonyesha kiwango chake bora kama ilifunga Ken Gold mabao 5, basi kwenye hizi mechi mbili waonyeshe ubora wao ambao wamekuwa wakionyesha msimu huu kwa ajili ya kuambulia chochote, kwa sababu mwisho wa siku wanaweza wasijitendee haki sana kwa kiwango bora alichoonyesha kwenye mechi nyingi msimu huu, halafu amalize mikono mitupu. Maana ubingwa wa ligi kuu ndio taji ambalo lilopo mbele yao, wanapaswa kulipambania haswa, ingawa shughuli itakuwa nzito kwa sababu wana mechi ya Juni 25 dhidi ya watani zao wa jadi Yanga. Ni Simba iliyobadilika sana kwa swali lako la msingi kwa sababu kadhaa nimekwambia, wachezaji na aina ya kucheza ambayo ni mfumo unaosimamiwa na kocha Fadlu Davis na wasaidizi wake akina Suleiman Matola. Naam, lakini pia kwa namna ambavyo naona ni kama vile Simba imekuwa dama na Young Africans kwa sababu ikishinda mechi zote zilizobaki bingwa Simba. Yes, Simba wakishinda mechi zilizobaki. Ukisema zilizobaki ni pamoja na dhidi ya bingwa mtetezi ambaye ni Yanga katika dabi. Hapo atakuwa mabingwa, lakini pia watajifariji baada ya mechi 4 mfululizo baina yao kwenye michuano mbalimbali. Simba amepoteza kwa Yanga. Kwa hiyo wakishinda wataua ndege wengi kwa jiwe moja. Kwanza ubingwa ambao hawajaupata tangu msimu wa 2021 ulipotoka kwa mara ya mwisho. Simba ile ilitoka kuelezea kina Mugalo, kina Chama, kina Bwalia, kina Mixon, lakini hilo moja. La pili, watajifariji vizuri kwa kiwango bora walichokionyesha katika Simba iliyobadilika sana kwenye eneo la rasilimali watu kwenye kucheza, halafu bado waambulie kitu katika msimu ambao litarajiwa ni wa kujenga kikosi. Lakini tatu ni kushinda dhidi ya mtani wao wa jadi, na 4 ni kwamba wajipatie kitu kutokana na kile ambacho jitihada kubwa wamezifanya katika msimu huu wakiungwa mkono na management yao chini ya rais wa heshima Mo Dewji, lakini kina Try Again, kina Murtaza Mangungu na viongozi wengine ndani ya Simba, kina Muba na wengineo, bila kusahau mashabiki wao. Halafu ndo na mimi nashukuru. Asante sana. Shukrani jazila.